بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. نعم, كتوفيق يا الله سبحانه وتعالى tunaendelea na somo letu la masala ya ndoa, na leo tupo kurasa nambari 4 baada ya kuwa tumesoma aina za kuingilia kwa shubha, ambazo aina ya kwanza ni shubhatul aqdi au shubhatul nikahi. Aina ya pili shubhatul fi'li au shubhatul fa'il. Aina ya tatu shubhatul milki, au aina ya 4 shubhatul tariqi au shubhatul madhhab. Tukasema hizi aina za kwanza, ambayo ya kwanza ni shubhatul aqdi au shubhatul nikahi, na aina ya pili ambayo ni shubhatul fi'li au shubhatul fa'il. Aina hizi kuingilia kwake akuhesabiwi kuwa ni halali au haramu, sawa sawa. Kisha hizi aina mbili nyingine, ambayo ya kwanza ni shubhatul milki, ya pili shubhatul tariq au shubhatul madhhab, kuingilia kwake kunasifiwa kuwa ni haramu, na wale wenye kuingilia wanapata dhambi. Wanapata nini? Dhambi, sawa sawa. Lakini wanahesabika kuwa wamefanya zina, lakini hakuna adhabu ya zina ndani yake. Tamam. Na tukasema shubhatul tariq au shubhatul madhhab ni ipi? Ni kijana ambaye ni baligh, akaenda kumwingilia binti, sawa sawa, akaenda kumwingilia binti. Kijana huyu akidhania kule kuingilia kwake sio haramu, lakini kumbe kijana huyu ameshafikia baligh. Na kufikia baligh kwa maana tayari ni mukallaf, Kwa hiyo anapoenda kumwingilia binti wa watu, yule binti anakuwa ameingiliwa kwa ingilio la shubhatut tariq, sawa sawa. Au kwa jina jingine anaitwa shubhatul i'tiqadi, shubhatul i'tiqadi. Kwa sababu gani? Huyu kijana alikuwa anajiitakidi labda pengine bado ni mtoto mdogo, sawa, na anaitakidi kile anachokifanya ni kama vile mchezo, pengine hajui kuwa ni zina au hajui kwamba ni haramu. Yeye anafanya tu, na inatokea katika mazingira, ikiwa watoto wanaachiwa wanachanganyika watu wa kike na wa kiume, utokea watoto kafanya michezo kama hiyo. Tamam. Sasa ikiwa wote wamefikia makamu ya kuwa ni baligh na wenye akili, kisha wakafanya hivi, wao wakiona ni kama vile ni mchezo tu, wanajifurahisha, jambo la kawaida tu, lakini kisheria wanakuwa nini? Wanafanya zina. Kwa sababu gani? Wote wana akili na wamefikia baligh. Kwa hiyo kuingiliwa huku unaitwa shubhatul tariq au shubhatul madhhab au shubhatul i'tiqadi. Kwa sababu gani? Kijana huyu ameingilia akiitakidi jambo lile ni kama vile mchezo au kujifurahisha tu, kumbe kisheria ni zina na ni haramu. Kwa hiyo anakuwa ingilio hili linazingatiwa kuwa ni haramu, na kijana huyu anapata dhambi. Tamam. Lakini pia tukasema shubhatul tariq au shubhatul madhhab au shubhatul i'tiqad ni mtu wa madhhab mengine, sawa, akaenda kuoa au kufunga ndoa na mwanamke kwa mujibu wa madhhabu ya imam mwingine, na tukatoa mfano, sawa sawa. Tukasemaje mfano wake? Mtu wa madhhabu ya Imam Shafi'i aende kufunga ndoa na mtu wa madhhabu ya Imam Abu Hanifa. Imam Shafi'i katika jitihadi yake nguzo za ndoa ni 5 kama namna tulivyozisoma, na Imam Abu Hanifa nguzo za ndoa kwake ni 3 tu: swigha, tamshi la kuoa, sawa sawa, mume na mke, hakuna wali, sawa. Sasa huyu kijana wa kwenye madhhab ya al-Imam Shafi'i akaenda kumuoa binti kwa mujibu wa madhhabu ya al-Imam Abi Hanifa, anahesabika kwamba nini? Amemwingilia binti yule kwa njia ambayo si ya ndoa iliyokuwa sahihi. Ndoa yao ni batil. Kwa sababu gani? Ilitakiwa yeye aoe kwa mujibu wa madhhabu ya Imam Ash-Shafi'i. Kwa sababu gani? Kila imamu amejitahidi, kila imamu kati ya hawa maimamu wawili wamejitahidi. Imam Shafi'i anamwona Imam Abu Hanifa hayuko sawa kwa jitihada yake, ndio maana akajitahidi akafikia kuona kwamba nguzo za ndoa ni ngapi? Ni 5. Kwa hiyo ijtihadi ya Imam Abu Hanifa kwa upande wa Imam Shafi'i sio sahihi.
Kwa hiyo kama wewe upo katika madhhabi ya Imam Ash-Shafi'i, sawa, ukaenda kuoa kwa mujibu wa madhhabi ya al-Imam Abi Hanifa, ndoa yako ni batil, tamam, na unahesabika kuwa umefanya zina na kuingilia huko kunahesabika kuwa ni haram, lakini tu hakuna adhabu ndani yake. Kwa sababu gani? Zote ni ijtihadi za wanawazuoni. Kwa hiyo tunaendelea, baada ya kutueleza sifa za mwanamke ambaye ni bikra na mwanamke ambaye ni thayyib, sasa naingia kutueleza hukumu zao. Ikiwa hapo katika hali kama hizo, je, wanaozeshwa vipi? Tamam. Lakini kabla tuja kwenda, kuna mwanamke anaitwa ghaura. Kuna mwanamke anaitwa al-ghaura. Sasa al-ghaura, huyu mwanamke ambaye ni al-ghaura ni yule mwanamke ambaye bikra yake iko ndani sana ya tupu yake, maana bikra yake iko mbele kidogo ya tupu yake, kiasi kwamba anaweza akaingiliwa na bikra ikawa nini, haijatoka. Sasa mwanamke kama huyu anapoingiliwa kwa ingilio lolote lile, liwe la halali kwa maana kwa ndoa au ingilio la shubha, sawa sawa, mwanamke huyu anapoingiliwa kwa ingilio lolote lile na bikra yake ikawa bado haijatoka, je, anahukumiwa kuwa ni bikra au thayyib? Kwa kauli inayotegemewa, sawa sawa, kwa kauli inayotegemewa anazingatiwa kuwa ni thayyib, tamam, nayo ni kauli ya al-Imam Ibn Hajar al-Haytami, tamam, hakadha na maimamu wengine, sawa sawa. Kwa kauli ambayo ina nguvu na inayotegemewa, mwanamke huyu ambaye ni al-ghaura, mwanamke ambaye bikra yake iko ndani kidogo ya tupu kiasi anaweza akaingiliwa na bikra isitoki, akaendelea kuwa bikra, mwanamke huyu atakapoingiliwa kwa ingilio lolote lile la halali au la shubha, anazingatiwa kuwa ni thayyib, tamam. Itokea ingiliwe na mwanadamu, aingiliwe na mbwa, aingiliwe na ngedere au sokwe na wanyama wengine wenye akili ya kuingilia, sawa sawa, basi anahesabika kuwa ni thayyib hata kama bikra yake haijatoka, tamam. Hakadha Sheikh anasema, fa in kanat bikra, ikiwa binti anayetarajiwa kuolewa ni bikra, jaza, inajuzu, lilabi, kwa baba, waljaddi, na kwa babu, faqat, peke yao, duna ghairihima, si kwa wengine, min sairi alawliya, katika mawali waliobakia, tazwijuha, inajuzu kwa baba na kwa babu, tazwijuha, kumuozesha binti huyo, tamam, kumuozesha binti huyo. Na jaddu aliyekusudiwa hapa, kwa maana babu aliyekusudiwa hapa ni abul abi, ni ule babu ambaye ni baba yake nani? Baba yake baba, kwa maana babu wa upande wa baba, babu aliyemzaa baba au babu aliyemzaa babu yake baba, tamam, hakadha, kwa maana yule babu wa upande wa ukeni au upande wa mama hausiki katika uwali, tamam. Kwa hiyo babu alikusudiwa hapa ni nani? Abul abi, babu ambaye ni baba yake baba. Kwa hiyo jaza, inajuzu, ikiwa binti ni bikra, inajuzu kwa baba na kwa babu peke yao, duna ghairihima, si kwa wengine, min sairi alawliya, katika mawali waliobakia, tazwijuha, tazwijuha ndio fa'il wa jaza, tamam. Kwa inajuzu kwa baba na kwa babu ambaye ni baba yake baba, tazwijuha, inajuzu kumuozesha binti huyo ambaye ni bikra, ijbaran, pasi na ruhusa yake. Ijbaran manake bila idhniha, pasi na ruhusa yake, tamam. Walau qabla bulughiha, hata kama ikiwa ni kabla ya kubalighi kwake, tamam. Kwa nini? Kwa sababu binti ambaye hajaolewa hayajui yale yanayopatikana nini katika ndoa. Unaweza mkamwambia amekuja mtu kuleta posa, sawa, amekuja mtu kukuposa na sisi tumemwona mashallah anakufaa na mnaendana, unasemaje, tukuozeshe au tusikuozeshe? Anaweza kakataa. Kwa sababu gani? Hayajui yale yaliyomo ndani ya ndoa, sawa sawa. Kwa hiyo inajuzu kwa baba na babu, anapoleta kijana posa nyumbani,
wakamfuata binti yako, sisi bwana tumekutafutia kijana mashallah nzuri, ana dini, mnaendana, sawa, tunaona tukuozesha. Kwa hivyo kuanzia sasa tumepokea posa yake, tunafanya maandalizi ya kupanga tarehe kadha wa kadha, jambo lipite sawa sawa. Inajuzu hilo kwa babu na baba, tamam, hakadha. Lakini akasemaje shekhe? Bishurutin, kwa masharti. Bishurutin, kwa masharti, sawa sawa. Walau qabla bulughiha, hata kama ikiwa bado binti hajabalighi. Unaweza ukashangaa, hata kama ikiwa bado hajabalighi. Naam, mwanamke anaolewa hata kama amezaliwa leo, sawa sawa. Mwanamke anaolewa hata kama amezaliwa leo, sawa sawa. Lakini ile jambo la kupelekwa kwa mumewe au jambo tuseme la kuingiliwa ni pale mpaka atakapokuwa nini, atakapokuwa na uwezo wa kuweza kuhimili tendo la ndoa, tamam. Na hapa nitoe jawabu la wale wengi wanaojiuliza Mtume kamuoana na Aisha. Wale wengi wanaojiuliza kwamba Mtume kamuoana na Aisha sallallahu alaihi wasallam akiwa na miaka 8 akamuingilia akiwa na miaka 9. Mbona kama kaoa binti mdogo sana? Hapana, sawa sawa. Binti wa miaka 9 wa miaka ile sio sawa sawa na binti wa miaka 9 wa miaka hii. Pokea jawabu hilo la swali, kama wewe pia ulikuwa ukijiuliza, tamam. Binti wa miaka 9 wa kipindi kile si sawa sawa na binti wa miaka 9 wa kipindi hichi. Ni vitu viwili tofauti, vitu viwili tofauti. Lakini pia miili yao, maumbile yao yale ni tofauti. Zamani watu walikuwa na miili, watu walikuwa wako strong, tamam. Sasa ukitaka upate kipimo kwamba sawa, umesema kwamba binti wa miaka 9 wa zama zile si sawa sawa na binti wa miaka 9 wa zama hizi. Je, binti wa miaka 9 wa zama zile alikuwa anafanana vipi? Mfano wake ni upi kwa mabinti wa sasa? Binti wa miaka 9 wa zama zile ukitaka umfananishe na mabinti wa sasa ni sawa sawa, ufanye ile 9 mara 2. 9 ile zidisha mara 2 yake itakuwa ni ngapi? 18. Itakuwa ni ngapi? 18, tamam. Kwa hiyo na Aisha ile hali aliyokuwa nayo kwa kipindi kile ni sawa sawa na binti wa leo wa miaka 18, sawa. Usifananishe hivi binti vya sasa hivi afya mgogoro miaka 9 ya sasa ukaifananisha na nini na miaka 9 ya zama zile, utakuwa unakosea, tamam, hakadha. Kwa hiyo walau kabla bulughiha, hata kama ikiwa bado hajabalighi binti huyo, lakini bishurutin, kwa masharti. Bishurutin, kwa masharti. Anasema masharti yake, kaunu zawji kufwan, kaunu zawji kufan, awe huyo mume ambaye nini anatarajia kumuoa binti huyo, binti ambaye anaozeshwa pasi na ruhusa yake. Kaunu zawji kufan, mume awe ni mwenye kulingana na binti. Kulingana na binti kwa maana gani? Kwa maana hadhi aliyokuwa nayo mume inatakiwa iendane sawa sawa na hadhi aliyokuwa nayo binti, tamam. Ndio wanawazuoni wakaika masharti ya kufan. Shurutul kafaati zinaitwa shurutu alkafaati, nazo ni ngapi? Ni 5. Kwa maana masharti ya kafaa, masharti ya kuendana kati ya mume na kati ya binti ambaye anaozeshwa pasi na ruhusa yake, 5 ni mangapi? Ni 5. Shurutul kafaati 5, masharti ya kafaa, masharti ya kuendana kati ya mume na binti ambaye anaozeshwa pasi na ruhusa yake ni 5. La kwanza, nasabu, nasaba. Ikiwa binti ni qurashiyatun, basi mume pia awe ni qurashiyun, tamam. Binti akiwa ni mquraishi, basi mume pia awe ni mquraishi. Ikiwa binti ni ansariyatun, basi mume pia awe ni ansariyun, tamam, hakadha. Hilo sharti la kwanza. Sharti la pili, dinun, dini. Sharti la pili, dinun, dini. Na hii dini tuifahamuni, dini hii hapa ina maana mbili.
Maana ya kwanza ni mume awe ni Muislamu. Maana ya pili, ikiwa binti ameshika dini, mume naye pia awe nini? Ameshika dini. Tumeelewana hapo? Sharti la pili, dinu ni dini, na dini hii hapa ina maana hizi mbili. Ikiwa sharti maana ya kwanza ni mume nini? Awe ni Muislamu. Tamam, mume awe ni Muislamu. Maana ya pili, ikiwa binti ameshika dini, mume naye awe ameshika dini. Isiwe binti ameshika dini, mashallah kasoma, mashallah anajua kila kitu, kisha mnaenda kumuozesha kwa mume ambaye ni mlevi. Hata kama nasabu zao zinaendana, hapo hakuna kafara. Sawa sawa, mnaenda kumuozesha kwa mume mtoto wa mjini tu, sela mavi tu, au nitaje wa masharobaro tu, tamam, haifai. Tamam. Awe Muislamu, lakini pia binti akiwa ni ameshika dini, mume pia awe nini? Vile vile pia ameshika dini. Hilo ni sharti la pili. Sharti la tatu, hirfatun, kazi au uchumi. Tamam. Ikiwa binti ana uchumi, sawa sawa, pengine msomi kasoma, anafanya kazi yake, au mjasiriamali ya kusoma, lakini mjasiriamali ana mashamba na mifugo, kwa maana ana kitu cha kumuingizia nini? Kipato, ana kitega uchumi cha kueleweka, basi mume pia naye anatakiwa awe na kitega uchumi cha kueleweka. Kwa maana mume naye pia awe na kazi ya kumshughulisha, isiwe anakaa nyumbani tu, analala nyumbani, kula nyumbani, kuvaa nyumbani, huyo hafai. Tamam. Lakini ikiwa wote binti ni wa kulelewa nyumbani, binti amekuwa tu yuko nyumbani, anacheza nyumbani, analelewa nyumbani, mume naye ni hivyo hivyo, haina shida yote, kwa kuwa wazee wataangalia, sawa, watawatafutia cha kufanya, haina shida yote, wataozeshwa. Tamam. Hakadha. Mathalan kijana alikuwa yuko madrasa, sawa, na binti naye yuko madrasa, wote ni watu ambao wanaangaliwa na wazazi wao, sawa sawa, wamehitimu masomo, ukamaliza na ukamaliza, sawa, hali zao zinafanana, hakuna mwenye kipato hapa, hakuna mwenye kazi hapa kati yao wawili, inafaa kuoana. Sawa sawa, inafaa kuoana, haina shida hiyo. Tamam. Lakini ikiwa binti ana kitega uchumi cha kumuingizia kipato, basi mume naye pia awe nacho. Tamam. Sharti la tatu, sharti la nne, hurriyatun, uungwana. Hurriyatun, uungwana. Haifai kumuozesha binti ambaye anaozeshwa pasi na idhini yake. Binti ambaye ni muungwana haifai kuozeshwa kwa mwanaume ambaye ni mtumwa. Tamam. Mwanaume akiwa ni mtumwa, binti ni muungwana. Muungwana kama na yuko huru, si mtumwa, haifai kumuozesha pasi na idhini yake. Tamam. Sharti la tano na la sita, sharti la tano na la mwisho nataka niongeze tena, ni matano tu. Sharti la tano na la mwisho, faqdul uyub, kukosekana dosari, kukosekana aibu. Tamam. Kwa maana mume awe ni mwanaume aliyekuwa sawa sawa. Kuwa sawa sawa kivipi? Awe ni mtu mwenye akili zake, asiwe mwendawazimu, awe na afya, asiwe na maradhi kama ukoma, ukimwi na mengineyo. Tamam. Lakini pia awe ni kijana sawa sawa, ikiwa anayemuoa pia ni kijana mwenzake, awe ni kijana wa sawa sawa, isiwe ni mtu mzima miaka 70, 80 kisha kazi ile pia haiwezi. Hapo hiyo pia ni moja katika aibu. Tamam. Ni moja katika dosari. Isiwe ni mtu mzima sana kiasi hata akashindwa kumshughulikia binti, hapo itakuwa haifai. Tamam. Kwa hiyo akipatikana masharti haya, ndiyo nini, itafaa kumuozesha binti pasi na idhini yake, ijbaran, sio kwa nguvu. Ijbara manake bila idhniha, pasi na idhini yake, kama namba tulivyoeleza mwanzo, si ndio? Anakuja kijana kutekeleza posa, mnamfuata, mnamueleza tumtafutie kijana akuoe, anakufaa hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo kuanzia sasa nafanya maandalizi ya ndoa, jambo lipite. Tamam. Hakaza, sawa. Lakini yakikosekana masharti haya na yale mengine ambayo tutakuja kuwataja hapo mbele, inabidi nini? Aolewe kwa ruhusa yake. Sawa sawa, inabidi nini? Aolewe kwa ruhusa yake, kwa ruhusa yake, kwa maana akubali mwenye kuolewa na huyo mume ambaye mume mtafutia, hata kama ni bikra. Tamam. Hakadha. Kwa hiyo kaunu zauji kufan, mume awe ni mwenye kuendana na yule binti, kwa maana hadhi ya mume iendane na hadhi ya mke. Tamam. Hakaza. Musiran bi mahri almithli, musiran, awe ni mwenye uwezo. Nani? wa mume.
musiran, mume awe ni mwenye uwezo, bimahari almithli, wa kutoa mahari ya mfano. Mume awe na uwezo wa kutoa mahari ya nini? Ya mfano. Tamam. Mahari ya mfano ni ipi? Mahari ya mfano ni ile mahari ambayo inatolewa kupewa binti, sawa sawa, kwa mujibu wa sifa za wanawake wa mfano wake. Tamam. Ni ile mahari ambayo inatolewa kupewa binti kwa kuchukua makadirio ya ile thamani ya mahari wanayotolewa wanawake mfano wake yeye. Kwa maana vipi? Mathalan katika familia yao wao ndugu zake wote, kwa maana dada zake wote wameolewa kwa kiasi cha milioni 2 ya Tanzania au shilingi 200,000 ya Kenya. Tamam. Au 100,000 ya Kenya, sawa. Kwa maana hile ni mahari, sawa sawa, ambayo kidesturi imepita katika familia yao. Mahari ni hiyo, sawa sawa. Kwa hiyo na yeye kwa kuwa ni familia hiyo hiyo, jamii ni hiyo hiyo, kwa hiyo naye pia atatolewa mahari ya wanawake mfano wake. Tamam. Ndio maharu almithli. Mahari almithli kwa maana ni ile thamani au kiwango cha mahari ambacho, tamam, aina fulani ya wanawake huolewa kwa kiwango hicho au kwa kiasi hicho. Kwa hiyo kitokea huyu binti pia ambaye anaolewa pasi na idhini yake anafanana na sifa za wanawake fulani ambao wanawake hao mahari yao ni fulani, basi naye pia atapewa mahari hiyo hiyo. Ndio nikatoa mfano, mathalan kwenye familia yao dada zake wote wameolewa kwa kiwango cha mahari ya 100,000 ya Kenya au milioni 2 ya Kenya. Sasa kwa kuwa wote ni jamii moja, sawa sawa, kabila moja, desturi moja, basi na yeye pia ataolewa kwa mahari hiyo hiyo. Tamam. Sasa mume anatakiwa awe musiran bimahari almithli, kwa maana kaunu zauji musiran bimahari almithli, awe mume ni mwenye uwezo wa kutoa mahari ya mfano, kwa maana awe na uwezo wa kutoa mahari sawa, ambayo wanapewa wanawake mfano yule mkewe ambaye nini anatarajia kwenda kumuoa. Tamam. Akaendelea kusema laisa bainahu wa bainaha adawatun la dhahiratan wala batinatan. Tamam. Laisa bainahu, usiwepo kati ya mume, wa bainaha, na kati ya binti ambaye anatarajia kuolewa, adawatun. Tamam. Adawatun, usiwepo na uadui. Laisa bainahu wa bainaha, usiwepo kati ya mume wa bainaha, na kati nani, na kati ya mke, adawatun, usiwepo na uadui. La batinatun, la dhahiratun wala batinatun. Tamam hapo, zote zina rafu hizo. Laisa bainahu, usiwepo kati ya mwanaume, wa bainaha, na kati ya mwanamke, adawatun, usiwepo na uadui. La dhahiratun, usiwepo na uadui wa wazi, wala batinatun, wala uadui uliojificha. Uadui wa wazi ni upi? Ni ule uadui ambao wanaufahamu wale watu wanaoishi mazingira yale. Tamam. Wanaufahamu wale watu wanaishi mazingira yale. Tamam. Na uadui wa batina ni upi? Ni ule uadui ambao uko kati ya mvulana yule na yule binti, sawa sawa, hakuna anayejua, sawa. Na kujulikana kwake ni vipi? Ni binti aseme, sawa sawa, au mvulana yule aseme kwamba mimi na huyu tuna kitu kati yetu hapa, sawa sawa, kuna kitu kati yetu. Hapo ndio itafahamika kwamba hawa watu wawili wana uadui. Sasa hilo ni sharti, sawa sawa, hilo ni sharti. Usiwepo kati ya huyo mume mtarajiwa na mke mtarajiwa. Mke mtarajiwa ambaye anaozeshwa pasi na idhini yake, usiwepo na nini? Adawatun, usiwepo na uadui. La dhahiratun, si uadui wa wazi ambao wanaufahamu watu wote, wala batinatun, wala uadui uliojificha. Na uadui uliojificha hauwezi kufahamika mpaka mmoja wao aseme. Tamam. Kwa kama kuna uadui uliojificha, sawa sawa, kisha mmoja wao akasema ukafahamika, basi sharti limeondoka. Binti yule inabidi aozeshwe kwa nini? Kwa ruhusa yake. Tamam.
Lakini hajasema, hakuna aliyesema kama kuna uadui na jambo likapita, ndio wallah tena lishapita hilo. Tamam, hakadha sharti lifahamike lile jambo. Tamam, lifahamike lile jambo. Akaendelea kusema walaisa bainaha wa baina waliyiha adawatun dhahiratun, sawa sawa, na kusiwepo bainaha, kati ya yule binti ambaye ataolewa, wa baina waliyiha, na kati ya wali wake, adawatun dhahiratun, kusiwepo na uadui wa wazi, kwa maana baba yule na binti yake au babu na mjukuu wake, kati yao kusiwepo na uadui, sawa sawa. Ili ni sharti, likipatikana ili babu atafaa kumwozesha binti yake basi na idhini yake, na baba vile vile. Tamam, hakadha. Uadui wa ndani, bila shaka baba na mtoto sawa sawa husameheana tu. Tamam hapo kwa maana uadui wa ndani ule haukuhesabiwa, sawa. Na hata kama kuna uadui wa ndani sawa sawa, hauwezi kuwa na madhara. Sababu gani? Haujafikia hadi ya kuitwa kuwa ni uadui kati ya baba na mtoto, jambo la kuisha tu. Tamam, ndio maana hapa kanini wakaika tu adawatun dhahiratun. Tamam, ndio akasema fa in fuqida ahadu hadhihi shuruti, fa in fuqida ahadu hadhihi shuruti, ikiwa litakosekana moja kati ya haya masharti yaliyotajwa, lakini pia na masharti yale matano ambayo nimeyataja hapo mwanzo kabla kuingia katika sharhi hii. Tamam, lam yasihha nikahu, ndoa haitoswihi. Lam yasihha nikahu, ndoa nini? Haitoswihi. Inabidi sasa binti aolewe kwa ruhusa yake. Tamam, hakadha. Wayajib aidan, na inapasa vile vile, an la yanqusa as-sadaqu, isipungue ile mahari. An la yanqusa as-sadaqu, as-sadaqu au as-sadaqu. Tamam, bikasri as-sad wa fathiha. Tamam, kwa wayajib aidan, na ni wajib vile vile, an la yanqusa as-sadaqu au an la yanqusa as-sadaqu, isipungue ile mahari itakayotolewa, an mahri al-mithli, ikawa chini ya mahari ya mfano. Tamam, kama tulivyosema kule juu. Tamam, mathalan mahru al-mithli iwe ni milioni 2 ya Kitanzania au laki1 ya Kenya, kisha ikatolewa milioni 1 na laki9 ya Tanzania au 1099 ya Kenya, tayari ishapungua hiyo. Huku haijafika laki upande wa Kenya huku, na Tanzania pia haijafika milioni 2, imeshapungua. Kwa hiyo hapo kuna kitu kimepungua. Tamam, lakini vipi sasa haya masharti ya chini yaliyokuja baada ya tamshi la lam yasihha nikahu, ni masharti ndiyo yamewekwa, sawa sawa, masharti nini yamewekwa, lakini hayajatiliwa nguvu sana, nguvu sana. Kwa hiyo inaweza mahari ikapungua kidogo, haina shida yoyote, kikubwa tu wao wamekubaliana. Tamam, hakadha. Mafumu hapo. Na ikiwa katika zile sehemu ambazo mahari ikiwa ni hiyo ishuki, hapo itakuwa ni shida, sawa. Lakini katika sehemu ambazo kuna tasahul, kuna tasamuhi, maana hata kama ikipungua haina shida, jambo linapita, basi ni sharti ambalo halina nguvu sana, tuseme ni sharti limewekwa, lakini halina mashiko na halina nguvu kama yale masharti ya nyuma. Tamam. Kwa hiyo wajib, na ni wajib aidan vile vile, an la yanqusa as-sidaqu an mahri al-mithli, isipungue ile mahari itakayotolewa an mahri al-mithli, ikawa chini ya mahri al-mithli. Wa an yakuna halan min naqdi al-baladi, kwa maana wa an yakuna, na iwe hiyo mahari itakayotolewa halan, iwe ni yenye kutolewa hapo hapo. Wa an yakuna halan, na iwe hiyo mahari ni yenye kutolewa hapo hapo, min naqdi al-baladi, kwa pesa za mji ule ambao binti anaolewa. Na hii halan haina maana kama pale kwa maana ni mkono kwa mkono, kwa maana ni isicheleweshwe. Sasa isicheleweshwe, pengine itatolewa kabla ya ndoa au baada ya ndoa, leo kesho katolewa, au baada ya ndoa muda ule katolewa. Tamam, haina maana kwamba hata ndoa isifungishwe mpaka mahali itolewe, haina maana hiyo. Tamam, maana yake ni kwamba isicheleweshwe.
Tamam, hakadha. Kwa hiyo an yakuna halan, na iwe mahari ni yenye kutolewa hapo hapo, min naqdil baladi, kwa pesa za ule mji ambao binti anaolewa. Tamam. Na hili sharti pia la kwamba mahari iwe ni yenye kutolewa hapo hapo, isicheleweshwe, lakini pia mahari iwe ni kwa pesa za mji wa yule binti. Tamam, ni sharti ambayo pia halina mashiko. Halina nini? Halina mashiko. Sawa sawa, kwa maana hata kama pesa zikawa ni za mji mwingine na hata mahari ikachelewa kidogo, haina shida. Kwa sababu gani? Katika madhhabu yetu sisi Imam Shafi'i, mahari si nguzo ya ndoa. Mahari si nguzo ya ndoa. Katika madhhabi ya alimamu Malik radhiyallahu anhu, kwake yeye mahari ni nguzo ya ndoa. Tamam. Lakini katika madhhabu yetu sisi mahari sio nguzo ya nini? Sio nguzo ya ndoa. Kwa ni sharti ambalo limewekwa, lakini halina mashiko sana kama yale masharti ya juu. Amma idha lam yakun laha abun wala jadun falaysa li ahadin min sa'il al-awliya an yuzawwijaha. Tayyib. Ama idha lam yakun laha abun, ama idha lam yakun laha abun, ikiwa binti hana baba wala jadun, wala hana babu wa upande wa baba, falaysa li ahadin, basi hairuhusiwi au haijuzu li ahadin, falaysa, basi hairuhusiwi au haijuzu li ahadin, kwa yoyote, min sa'iri al-awliyai, katika wale mawali waliobakia, an yuzawijaha. Sawa sawa, hairuhusiwi kumwozesha binti huyo, ai akimaanisha albikra, yule binti ambaye ni bikri, yule binti ambaye ni bikra, illa, isipokuwa wataruhusiwa kumwozesha baada bulughiha, baada ya kubalehe kwake, wastiidhaniha, na baada ya kumwomba idhini. Sawa sawa sawa, illa, isipokuwa itaswihi kuozeshwa na hao mawali wengine baada bulughiha, baada ya kubalehe kwake, wastiidhaniha, na baada ya kumwomba idhini, kwa maana baada ya kumwomba ruhusa. Sawa sawa. Wayakfi fil idhni, na inatosheleza katika huko kuomba ruhusa, sukutuha, kule kunyamaza kwake. Kwa maana utamwambia tumekutafutia mume wa kuoa, je, unaturuhusu tukuozeshe? Upo tayari tukuozeshe? Akanyamaza, akawa anacheka pale, anajikunja kunja, ndio tayari shakubali huyo. Sawa sawa. Mtu kama hataki kitu anasema sitaki, na ndio mwanamke yupo hivyo. Mwanamke kama kitu hataki anasema sitaki, lakini kwa ananema anazunguka hivi, kajikunja kunja, anacheka, ashakubali. Tamam. Wa yustahabu lil abi wal jaddi, na kuna suniwa kwa baba na babu, in kanat balighatan, ikiwa huyo binti ameshafikia baligh, istiidhanuha, kuna suniwa au kuna pendekezwa istiidhanuha, kumwomba ruhusa. Tamam, kumwomba ruhusa ni jambo linapendekezwa. Tamam, haka. Wa in kanat almakhtubatu thayyiban, na ikiwa binti aliyeposwa thayyiban ni mwanamkuu, kwa maana ambaye ashaingiliwa. Tamam, ambaye tushamsoma sifa zake huko nyuma. Tamam. Na bikra ni ule ambaye hajaingiliwa, naye anaitwa mwanamwali. Na hapa tutambue kitu kimoja jamani, tutambue kitu kimoja. Binti hata kama akiwa ni thayyib, sawa, binti hata kama akiwa ni thayyib, pengine hakupatapo kuolewa, sawa, akawa ameingiliwa kwa namna nyingine, kama namna tulivyosoma huko nyuma, si ndio? Na mtoto mwenzake tu ameingiliana, ikawa ni ile shubhatu tariq au shubhatu al-i'tiqad. Tamam, au kwa namna ambazo tumezielezea nyuma. Tamam, akawa ameingiliwa, lakini katika nyumba pale hakuna mtu anayejua kwamba huyu binti ameingiliwa. Kisha akaulizwa kwamba wewe ni bikra au si bikra, akasema mimi ni bikra, basi fahiya musaddaqatu, yeye anasadikishwa. Anasadikishwa, maana binti anapodai kwamba yeye ni bikra, hata kama ni thayyib, sawa, sisi hatuna budi kumkubalia kwamba yeye ni bikra. Tamam. Na hii inakuwa ni katika hali gani? Katika hali ya kwamba hajawahi kuolewa. Binti mnakaa naye nyumbani pale, anasoma shule, anaenda madrasa, anarudi, ameshafikia utu uzima, anafanya rihla za hapa na pale, maana kaenda kwa shangazi yake, kaenda kwa ifi yake. Huko anapoenda huko akawa ameingiliwa,
Sasa sisi hatujui nyuma ya pazia, mambo ya nyuma ya pazia hatujui. Sawa, siku ya siku anakuja mtu kumposa, tukamuuliza wewe ni bikra au tayari ni mwanamkuu, kwa maana tayari ushafanya michezo huko, akasema mimi bado, basi fahiya musaddaqatun, basi binti huyo anasadikishwa, kwa maana inabidi sisi nini, tumkubalie kwamba yeye ni bikra. Hatuna haja ya kumforce kwamba atuambie ukweli. Akisema tu mimi ni bikra, basi ishapita. Tamam, haka kwa yustahabu lilabi waljaddi, na kunasuniwa kwa baba na babu, in kanat balighatan, ikiwa binti huyo ameshafikia baligh, istidhanu, kunasuniwa nini, kumuomba ruhusa au kumtaka ruhusa. Wa in kanat almaktubatu thayyiba, na ikiwa binti aliyeposwa ni thayyib, ni mwanamkuu, falyasal alaqidu aidan, bas na aulize yule mfungishaji ndoa aidan vile vile, hal mata anha zawjuha, jewe mume wake alifariki akamwacha binti huyo akiwa hai, au talaqaha, au ndoa yao ilivunjika kwa talaka. Tamam. Kwa falyasal alaqid, basi yule mwenye kufungisha ndoa na aulize aidan vile vile, hal mata anha zawjuha, je mume wake alikufa, au talaka, au mume alimwacha kwa talaka. Tamam, hakadha. Fa in kana mata anha, fa in kana mata anha, ikiwa mume alikufa, sawa, falyasal, basi na aulize mwenye kufungisha ndoa, an wakti mautihi, aulize wakati wa kufa kwake, kwa maana aulize alikufa lini, tarehe ngapi, siku gani, mwezi gani, mwaka gani. Tamam, hakadha. Liya'lama, ili atambue, inkidhaa iddatiha, atambue kuisha ile eda ya huyo binti. Tamam. Kwa sababu gani? Ikiwa eda ya binti haijaisha, ikiwa nini, eda ya binti haijaisha, haruhusiwi kuolewa mpaka eda yake isha. Tamam, hakadha. Kwa hiyo ikiwa mume wake alifariki, basi yule mwenye kufungisha ndoa inabidi aulize, je alikufa lini, tarehe ngapi, siku gani, mwezi gani, mwaka gani. Tamam. Na ikiwezekana hata wakati pia, mchana, usiku, jioni, asubuhi. Tamam, hakadha. Lianna iddat alwafati, kwa sababu eda ya kufiwa, tanqadhi, inaisha, biwad'i alhamli, kwa kujifungua mwanamke, in kanat hamilan, kama alikuwa nini, ni mjamzito. Tamam. Na huku kujifungua, jamani, eda ya mwenye kujifungua inathibiti au tuseme inaisha ikiwa binti huyo atajifungua kiumbe chenye sura ya binadamu. Tamam. Ikiwa binti alibeba ujauzito wa ndoa, tamam, ikatokea amejifungua kwa bahati mbaya pande la damu au pande la nyama ambalo halina sura ya binadamu, yani limekaa tu kama pande tu hivi la damu au pande la nyama ambalo halina sura kabisa ya binadamu, basi huyo eda yake itakuwa ni eda ya nini? Kama aliachika atakaa eda ya kawaida ya mwanamke aliachika, sawa sawa. Na kama alifiwa atakaa pia eda ile ya mwanamke gani, aliyefiwa, sawa sawa. Lakini itaanzia wapi? Ni baada ya kwa majifungua ile pande la damu, sawa sawa, au hata kama amejifungua pande kavu haitoi hata damu, sawa sawa. Kwa hiyo hii hukumu ya kwamba eda yake itaisha pale atakapojifungua, sawa, eda yake itaisha pale nini, atakapojifungua. Ni kwa mwanamke gani? Ni kwa yule mwanamke ambaye atajifungua kiumbe chenye sura ya binadamu, sawa. Ni kwa yule mwanamke gani atakayejifungua kiumbe chenye sura gani, ya binadamu. Ikiwa amejifungua kiumbe ambacho hakina sura ya binadamu, kwa maana amejifungua tu pande la nyama au pande la damu au kajifungua kitu kikavu, huyu ataanza eda ya kama wale wanawake wengine ambao nini, hawana mimba. Tamam. Kwa akasema lianna iddat alwafati tanqadhi biwad'i alhamli, kwa sababu eda ya kufiwa inaisha biwad'i alhamli, kwa kujifungua, in kanat hamila, ikiwa mwanamke alikuwa mjamzito, wa bi 4 ashhurin, na kwa miezi 4, wa 10 ayami, na siku 10, lilhurrati, kwa mwanamke muungwana, in kanat haila, ikiwa nini, ikiwa alikuwa hana ujauzito.
Kwa hiyo yule ambaye alikuwa amebeba ujauzito, alikuwa nini? Amebeba ujauzito, lakini kuja kujifungua, akaja kujifungua pande la damu, au akajifungua kitu kikavu tu, au akajifungua pande la nyama ambalo halina sura ya binadamu, hukumu yake ni sawa sawa na mwanamke ambaye alikuwa hana mimba. Tamam. Kwa hiyo kuanzia siku ile anajifungua pande la damu, ataanza kukaa eda ya nini, ya miezi 4 na siku 10 kama alikuwa nini, kama ni muungwana, na atakaa eda ya miezi 2 na siku 5 kama ni mtumwa. Tamam. Ndio akasema bi 4 ashhurin wa 10 ayami, na kwa muda wa miezi 4 na siku 10 lilhurrati. Sasa kwa yule mwanamke gani? Muungwana. In kanat haila, ikiwa nini, alikuwa hana ujauzito. Wa bishahraini wa 5 ayyam, na atakaeda kwa muda wa miezi mingapi? Kwa muda wa miezi 2 wa 5 ayyam, na siku 5 lilamati, kwa yule mwanamke ambaye ni kijakazi. Tamam. Kwa hiyo mwanamke ambaye ni muungwana pia hana ujauzito, eda yake ni siku ngapi? Ni miezi 4 na siku 10. Na yule mwanamke ambaye ni kijakazi, kwa maana mtumwa, eda yake ni miezi 2 na siku 5, kwa maana eda yake ni nusu ya mwanamke muungwana. Sawa sawa. Kwa hiyo wa bi 4 ashhurin wa 10 ayami, na kwa muda wa miezi 4 na siku 10 lilhurrat, kwa yule mwanamke muungwana. In kanat haila, ikiwa hana ujauzito. Wa bishahraini wa 5 ayami, na kwa miezi 2 na siku 5 lilamati, kwa yule mwanamke ambaye ni kijakazi. Tamam, ambaye pia nini, naye hana ujauzito. Wa in kana zawju talaqa, ikiwa mume alimpa talaka yule mke, fayandhuru, maana fayandhuru alaqidu, atatazama yule mwenye kufungisha ndoa. Sawa sawa. Sighata talaqi, atatazama lile tamshi la talaqa. Wayabhathu tamama albahth, na atahakikisha tamama albahthi, upeo wa kuhakikisha. Wayabhath, na atahakikisha tamama albahthi, upeo wa kuhakikisha an sihatihi, kuhusiana kusihi ile talaka, wa nufudhihi, na kupita kwake ile talaka. Kwa maana ataangalia hii talaka kweli ni sahihi, lakini pia ni kweli ilipita. Tamam. Wa hal huwa khul'iyun au raj'iyun, na atatazama wa hal huwa, na je hiyo talaka khul'iyun ni talaka ya khul'i, au raj'iyun, au ni talaka ya kurejewa. Tamam. Wa hal dakhala biha az-zawju al-awwal au la, na ataangalia pia wa hal dakhala biha az-zawju al-awwal, na je aliingiliwa na yule mumeo wa kwanza au la, au hakuingiliwa. Ikiwa aliingiliwa baada ya kuwa ameolewa, maana ameolewa kisha kaingiliwa, atakaa eda. Tamam. Na ikiwa aliolewa lakini hakuingiliwa, hakai eda. Kwa sababu gani? Mwanamke ambaye ameolewa kisha hajaingiliwa na mumewe akai eda, kama namna tulivyotoa kisa kule nyuma. Tamam. Kwa hiyo hal dakhala biha zawju al-awwal au la, na je aliingiliwa na yule mume wake wa kwanza au hakuingiliwa. Tamam. Wa idha dakhala biha, na kama yule mume wake wa kwanza alimuingia. Wa idha dakhala biha, na kama yule mume wa kwanza alimuingilia. Wa idha dakhala biha, na kama yule mume wa kwanza alimuingilia, falyasal an inqidha'i iddatiha, basi na aulize kukoma kwa nini, kwa ida yake. Sasa wa idha dakhala biha, na kama yule mume wa kwanza alimuingilia, falyasal an iddatiha. Tamam. Kwenye chapa nyingine imekuja falyasal an inqidha'i iddatiha. Kwenye chapa yetu imekuja nini? Falyasal an iddatiha, basi na aulize kuhusiana na ida yake kwamba imeisha au bado. Tamam. Wa hal hiya min dhawati al-aqra'i, na aulize pia kwamba huyu mwanamke ni katika wale wanawake ambao ida yao inahesabiwa kwa tahara, au min dhawati shuhuri, au ida yao inahesabiwa kwa miezi. Tamam. Wa bil jumla, na kwa ujumla. Wa bil jumla, na kwa ujumla. Kwa hiyo anatakiwa aulize yao. Tamam. Wakasema wa bil jumla, na kwa ujumla, fala yanbaghi lahu, haitakiwi kwa ule mwenye kufungisha ndoa, mubasharatul aqdi. Kwenye chapa nyingine imekujaje? An yubashira al-aqda. Tamam. Ila maana yake ni moja. Kwa bil jumla, na kwa ujumla, fala yanbaghi, haijuzu, kwa maana haitakiwi, lahu, kwa mwenye kufungisha ndoa, mubasharatul aqdi, haitakiwi kusimamia mkataba wa ndoa, hata yatahaqqaqa, mpaka athibitishe khuluwaha, kuepukana yule mwanamke, ani nikahi,
kutokana na ndoa, wal iddati, na kutokana na eda, wasail mawani'i, na vizuizi vingine. Kwa maana mwenye kufungisha ndoa anatakiwa ahakikishe yule mwanamke sawa, hayupo ndani ya ndoa, lakini pia hayupo ndani ya eda, lakini pia hana kizuizi chengine kinachomzuia. Sawa sawa. Kabla ya nini? Kabla ya kusimamia mkataba wa ndoa rasmi, aanzie huko. Tamam. Hakadha, akiwa yuko ndani ya ndoa haruhusiwi kuolewa mke wa mtu. Mke wa mtu haolewi. Tamam. Na ikiwa bado kwenye eda, sawa sawa sawa, haolewi. Na ikiwa na vizuizi pengine mwenda wazimu, sawa sawa, na vizuizi vingine pengine si Muislamu, Mkristo, sawa sawa, haifai mpaka paangaliwe. Tamam. Haifai mpaka nini? Paangaliwe. Kwa wayushtaratu li sihhati nikahi thayyib, wayushtaratu, na kuna shurutishwa, wayushtaratu, na kuna shurutishwa li sihhati nikahi thayyib, katika kuswihi ndoa ya mwanamke ambaye ni thayyib, maana mwanamke ambaye ni mwana mkuu, unashurutishwa bulughuha, awe ni baligh, wastidhanuha, na kumuomba ruhusa. Tamam. Kwa hiyo kuna masharti mangapi? Masharti mawili katika kumuozesha binti ambaye ni thayyib, binti ambaye ni mwanamkuu. Kwanza awe amebalehe, la pili aombe ruhusa. Bi an ta'dhana nutqan liwaliha, bi an ta'dhana, kwa kitendo cha yeye mwenye kutoa ruhusa, nutqan, kwa maneno au kwa kuzungumza, liwaliha, kumpa yule walii wake, fi tazwijiha, katika kumuozesha. Sawa sawa. Kwa maana aseme mwenyewe sawa, nimekubali kuozeshwa, kumwambia nani? Walii wake. Wa in kana aban au jadda, hata kama akiwa walii ni baba au babu. Kwa sababu gani? Huyo ni thayyib, sio sawa sawa na yule bikra. Wa ila huna intahi. Alkamalu lillah wal ismatu lil anbiya wan naqsu lana. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wal afwa minkum.